kazi katika mgahawa wa hali ya juu. Kwanza agiza chupa ya mvinyo ya $10,000, kisha waambie mhudumu steki yao ni baridi. Mhudumu anafikiri ni kosa la mpishi, kwa hiyo anamwambia mpishi kuhusu hilo. Mpishi hakuzingatia sana na kalamu mpishi wake atengeneze mpya. Lakini tena mwanamume alikataa kula steki hiyo, alisema ukoko ulikuwa umeungua. Mhudumu alilazimika kurudi tena jikoni. Mpishi alifikiri ilikuwa kosa la wafanyikazi wake, aliamua kupika steki mwenyewe. Lakini steki ilipowasilishwa kwa mwanamume alikuwa amemlenga mhudumu. Alisema steki ilikuwa kavu na akasema kuwa mpishi wao anapaswa kwenda kwenye mgahawa wa chakula haraka na kutengeneza kuku kukaanga. Mhudumu alidhani alikuwa akifanya kwa kusudi na alipendekeza ajaribu sahani nyingine, lakini mwanamume alisema chupa ya mvinyo mwekundu ilikuwa imeachwa kuamka kwa zaidi ya masaa mawili, haikupatikana tena kunywa. Aliomba mhudumu arudishiwe pesa, lakini mhudumu hakuweza kumudu. Kwa hiyo mhudumu alileta mpishi kushughulikia jambo hilo. Mpishi alisema walifanya mara 3 kama alivyoomba. Hakufikiri mwanamume aliwahi kuionja, lakini mwanamume alisema anaweza kumfundisha jinsi ya kuifanya. Kwa hiyo mwanamume anaweza kukosea kwa mpishi. Mpishi hakuweza kuamini mwanamume angeweza kuifanya kweli, hata alifanya vizuri sana. Kwa hiyo mwanamume aliajiriwa na mpishi kufanya kazi kwenye mgahawa.